si mwizi. Na usalama umeimarishwa katika mji wa Bisil kufuatia ongezeko la visa vya uhalifu ikiwemo tukio la mauaji ya kutatanisha yaliyotokea Jumapili usiku. Utawala wa eneo hilo kwa ushirikiano na maafisa wa polisi umehakikishia wakazi kuwa usalama umeimarishwa ili kudhibiti tukio hilo. Hilo linahusisha kuuawa kwa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 27 anayesemekana kudungwa kisu hadi kufa na mwanamke kufuatia mzozo wa kimapenzi. Ripoti zinaeleza kuwa mshukiwa alidaiwa kuwa katika mzozo wa kimapenzi kati ya mwanamke mmoja na mwingine, huku tukio hilo likiwa limezua hasira miongoni mwa baadhi ya wakazi, huku wengine wakitishia kulipiza kisasi kwa kifo cha ndugu yao. Hali hiyo imezua hofu na kusababisha viongozi na wa usalama vile kuitisha mkutano wa dharura ambapo machifu waliwaagiza wafanyabiashara kufunga maduka yao ili kuhudhuria kikao hicho. Mambo wanawake kuoana wamekataliwa katika Jamhuri ya Kenya. Wanaume kuoana, hata sisi wamesaliwa hapa, sikina baba yetu bado hajasikia kitendo kama hiyo. Kumbe wakati sisi walikuwa anaishi hapa, sisi walikuwa anadumisha amani na heshima. Sisi anahitaji heshima, wasee heshimike. Tusije watu wasije wakachukua sheria mikononi mwao, kuchukua watu wote wa jamii moja kwa sababu ya mhalifu mmoja. Sheria ichukue mwelekeo, mhalifu akamatwe, apelekwe kwa jela na aweze kushtakiwa. Wale ambao wanafanya biashara ambayo si halali hapa, ichukuliwe ni mtu binafsi, tufuate mtu binafsi, isiwe tunafuata community. Pia vile nishukuru watu wakaaji wa Ilbisil kwa sababu wamekuwa wanashirikiana vizuri sana na wale watu kutoka all corners of this country. Hapa karibu kila kabila imewakilishwa hapa na watu wamekuwa wanaishi kwa amani. Langu ni kuwaomba waendelee kuishi kwa amani. Mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kutupa jicho madukani. Nitakuwa narejea na taarifa zaidi hivi punde na kusihi usiende mbali.